Ndoto ya nafsi. Ndoto ya nafsi ili kukujulisha wewe uko wapi. Ni nafsi yako inapokea kutoka kwenye mafumbo ya rohoni, inaanza kuelezea iko wapi. Sasa wote kila wakati unafanya uzinzi, kikawaida ni kwamba shetani anapanda pando la uasherati na uzinzi. Siku moja mwili utakushinda. Na kanini leo nitajaribu pia kugusia ambavyo ndoto ambazo sikuweza kuzisema jana. Kwa mfano, kuna mtu mwingine anaota anapanda mlima. Hivyo kuna mambo mengi. Mwingine amekamatwa na gereza la kutokuolewa. Siku hizi hata kuolewa na kwenyewe limekuwa ni gereza kwa wanawake wengi sana. Na wala sio sura wala sio nini, hapana. Inategemea tu kwamba wewe umekamatwa na ufalme gani. Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world. Mamlaka yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Yesu kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, na utatenda kwa utukufu wako na kwa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake na neema yake ambayo ametujalia. Leo ni siku ya 11 tukiendelea na somo la njia za kumiliki. Tunaendelea na somo linalosema njia za kumiliki. Lakini ndani yake nilizungumza nikasema kwamba siku ya kwanza ninapozungumza njia za kumiliki simaanishi njia moja, na ndio maana ningesema njia ya kumiliki, lakini nimetumia wingi kwa sababu kumiliki, ili umiliki kuna njia nyingi sana, lakini kuna njia nyingi ambazo zinaweza zikakuzuia kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wengine walikusudiwa kuwa watoto wa Mungu, lakini kwa leo sio watoto wa Mungu kwa sababu Ibilisi alishawawahi na akawafanya kuwa wa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilitoka juzi nilikuwa nazungumzia hilo somo la njia za kumiliki, lakini nilikuwa nikijaribu kuelezea aina za ndoto. Aina za ndoto, watumishi wa Mungu, aina za ndoto. Jana nimezungumza sana kuhusu aina za ndoto, na hata tukashindwa kuomba kwa sababu muda wetu uliisha. Lakini bado tuko kwenye eneo hilo bado halijaisha. Lakini njia za kumiliki ziko nyingi sana. Tunaweza tukatembea hata mwezi mzima na tusimalize. Na nimshukuru tu Mungu kwamba kila siku ananiwezesha kunipa mafunuo kwa upana sana. Unajua haya mambo, mafunuo haihitaji elimu, isipokuwa ni neema ya Mungu ambayo Mungu mwenyewe anaamua kufunua siri kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilizungumza nikasema kwenye aina za ndoto, kuna aina za ndoto. Ya kwanza ni ndoto ambayo inatokana na Mungu, ni ile aliyoota mtumishi wa Mungu Yonathani. Pia aliota ndoto ya Mungu. Lakini mtumishi wa Mungu Yusufu aliota ndoto ambayo ilimpa mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaweza tukasema hata Farao aliota ndoto kwa mafumbo ili kupitisha makusudi ya mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu Yusufu. Kuna watu wengine ambao walikuwa ni mabingwa wa ndoto. Mtu mmoja anayeitwa Danieli alikuwa yeye anatafsiri ndoto. Hatuoni kama Biblia inasema aliwahi kuota ndoto, isipokuwa alikuwa anatafsiri ndoto. Kwa hiyo mimi ninaamini kitu hiki, huwezi kutafsiri ndoto kama we mwenyewe hujawahi kuota na Mungu akajaribu kuwa na kufundisha kupitia kwako kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilizungumza nikasema sio kila mmoja anaweza kutafsiri ndoto. Hii ni kalama kabisa, ni kalama maalum. Ingawa watu hatutaki kuielewa, lakini ukifundishwa na mtu mwenye kalama ya kutafsiri ndoto, ni rahisi kuja kuielewa ndoto yako. Japo ndoto hutakiwi kuizoea kabisa kwa sababu ni mafumbo mazito sana. Lakini kama ninachoamini kwa nyakati hizi,
Kuota ndoto na kutafsiri ndoto ni haki ya kila mtu, kwa sababu Yesu Kristo, Roho Mtakatifu yuko ndani yetu kutufundisha. Biblia inasema Roho naye hutufunulia mafumbo tusiyoyajua, kwa sababu yeye anasema kwamba Paulo, nani awezaye kuchunguza mafumbo ya moyo wa Mungu? Si ni Roho wa Mungu? Ni nani awezaye kuchunguza mafumbo yaliyoko kwenye moyo wa mwanadamu? Ni moyo wa mwanadamu. Maana yake haya nasema kwamba hakuna mtu ambaye ukishajua, na hasa ukizijua kanuni za kutafsiri ndoto. Kama tutaendelea, nitajaribu pia kufundisha kanuni za kutafsiri ndoto. Ndoto inatafsiriwa kwa misingi mitatu tu. Mtu anayejua kuisoma ndoto, ukimwelezea tu, ataanzia mwanzo, atasoma mwisho na katikati, kwa sababu ujumbe unaweza ukawa mwanzo, ujumbe unaweza ukawa katikati, ujumbe unaweza ukawa mwisho. Na hayo kupitia njia tatu inaweza kukusaidia kutambua hii ni ndoto ya nafsi, hii ni ndoto ya mazingira, hii ni ndoto ya mahangaiko, ni ndoto ya kile ninachokipenda, lakini ni ndoto za hisia zangu, hivyo, au hii ni ndoto ya shetani, au ni ndoto ya Mungu. Kama tutapata muda tutatembea pamoja, tunaweza tukaenda huu mwezi wote na tukajua, mwaka kesho tukaingia tunajua namna ya kutenda na namna ya kufanya kitu ambacho ninamshukuru Mungu na ninaamini katika hili somo la kumiliki, njia za kumiliki. Kuna watu wengi wamegundua ni wapi wamekamatwa, kuna watu wengi wamegundua watembee vipi. Kwa hilo tu namheshimu Yesu Kristo kwa hilo, ya kwamba yeye ni Mungu, analithibitisha neno lake. Hajawahi kuniambia nifundishe kitu fulani au niseme kitu fulani yeye asikithibitishe. Katika hilo ninampenda sana huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna ya pili, ni ndoto inayotokana na shetani. Hapa pote tunazungumzia katika ulimwengu wa roho, yani tunazungumzia falme mbili. Lakini kuna ndoto ya nafsi. Ndoto ya nafsi ili kukujulisha wewe uko wapi. Ni nafsi yako inapokea kutoka kwenye mafumbo ya rohoni, inaanza kuelezea iko wapi. Sasa kama naweza nikasema kwamba katika ulimwengu wa roho kuna nuru, kwa hiyo nafsi yako inamulikwa, inaanza kujionyesha iko wapi. Jana nilizungumza vitu vingi sana, vitu vingi, siwezi kurudi huko, lakini leo nitajaribu pia kugusia ambavyo ndoto ambazo sikuweza kuzisema jana. Kwa mfano, kuna mtu mwingine anaota anapanda mlima. Kuna mtu mwingine anaota unapanda mlima, lakini huo mlima hauna mwisho. Kiukweli ni kwamba maana yake una safari ya mambo magumu kuliko unavyofikiri. Sikiliza nikwambie. Biblia inasema Yesu Kristo alipotaka kujaribiwa alipandishwa mlimani, alipandishwa nyikani, alipelekwa katika mlima na kisha akaenda kukutana na shetani huko. Ukikutana kwa watu wa Mungu ukaona unapanda mlima. Lakini kuna mtu mwingine unaweza ukaota ndoto unapanda mlima, ukafika kileleni, na mara baada ya kufika kileleni ukashtuka. Maana yake ni lazima uangalie, chunguza vizuri hiyo ndoto. Ulianguka mara ngapi, na au mwendo wako ilikuwaje, ulitesekaje katika ulimwengu wa kibinadamu. Maana yake nafsi yako inakuonyesha huko mbele kuna, yani lazima utapita kwenye mlima mkubwa sana. Na kumbuka, ngoja nikupe ushuhuda huu. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2011 ambapo nimefika tu hapa Dodoma, kabla ya huduma hii haijapanuka, niseme hivyo, haijapanuka. Kipindi ndo nimefika mahali ambapo natumika, yani namaanisha Talitha 10. Nakumbuka kwamba niliota ndoto kwamba tulikuwa tunapanda mlima. Nakumbuka kipindi kile tulikuwa watendakazi, siwezi kuwataja, tulikuwa watendakazi wengi tu, na ambao niliwaona, nikawaona watu wengi sana ambao tulikuwa tuko pamoja. Niliona tunapanda mlima, lakini ule mlima ilikuwa ni ngumu sana kufika mwisho kabisa. Nilionaga hivyo, watu wengi walikuwa wanapanda, akifika mahali kulikuwa na utelezi, anashuka chini na mchanga mpaka anafika chini, anapanda tena, anapanda. Tulikuwa wengi. Nakumbuka kwenye kilele watu waliofika ni kama 3 kama sikosei, lakini zaidi ya watu 30. Nakumbuka hivyo. Lakini kiukweli kwamba mpaka sasa hivi nikitazama hizo dalili ziko 90% kabisa, ziko 90%.
Bwana Yesu asifiwe. Ziko 90%. Huo ni ushuhuda ambao najaribu kukupa. Hiki kitu kipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona, nakumbuka tena mwaka ule ule kipindi tu nimeanza huduma, ndo nimefika hapa Dodoma, nikaota ndoto niko kwenye kichombo kidogo kuliko hata huu mkono, lakini kile kichombo kilikuwa kimenibeba. Sijui nilikaaje kwenye kichombo kidogo kuliko huu mkono, lakini hicho kichombo kilinipeleka. Nikaona kwamba nilikuwa na hicho kichombo napita baharini. Bahari ni kubwa, lakini nakumbuka nilifika mwisho. Lakini hicho kichombo kilikuwa kimenibeba. Ni kichombo kidogo, lakini kilikuwa na nguvu ya ajabu na kilikuwa na kasi ya ajabu. Ni kichombo kidogo sana. Sikugusa maji wala sikuzama. Yalikuwa yakija mawimbi, likija wimbi refu namna hii, kile chombo kilikuwa kina uwezo kikapita juu ya wimbi, na bado nikafika. Nilipofika ng'ambo nikashtuka, nikasikia sauti inaniambia, hii ndio dunia. Yaani bahari inafananishwa na dunia. Kwa namna mimi ambavyo niliona, inafananishwa na bahari. Najaribu kukupa mfano wa ndoto. Nilizungumza jana kwamba kuota unaogelea kwenye maji au kwenye bahari ni tofauti na hichi ninachokueleza. Bwana Yesu asifiwe. Nikasikia sauti inaniambia kwamba hii ndio dunia, na nimekupa, kuna chombo kitakachokubeba. Dunia haitakuzuru na dunia haitakumeza. Na kweli nilivuka ng'ambo. Nilipovuka ng'ambo ndo nikashtuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka najaribu kukupa ndoto, na kweli kiukweli ni kwamba sijawahi kumchukia Yesu. Hata kama nitapita kwenye magumu kiasi gani, sijawahi kufikiri kumwacha Mungu, kwa sababu nikitazama nyuma sipatamani, na nikitazama jehanamu sipatamani. Kwa hiyo hata kama nitapita vipi, yaani mimi ninayoiona ni mbingu kuliko kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Kiukweli ni kwamba ndoto zina maana kubwa sana. Kwa hiyo naweza nikasema hiyo ilikuwa ni ndoto ya Mungu ikinionyesha. Bwana Yesu asifiwe. Sio ndoto ya shetani wala sio ndoto ya nafsi inayonitambulisha mahali niko mahali gani. Lakini kuna hizi ndoto mtu mwingine unaota unavuka mito au unavuka mto. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unavuka mto, sio kuogelea. Nataka hapa niweke sawa. Nilizungumzia ndoto ya nafsi kwa mtu mwingine umekamatwa, unaota unaogelea kwenye maji. Ni tofauti na kuvuka. Kwa mfano ukaota ndoto unavuka mto. Mara nyingi sana inakuwa kuna mahali unatakiwa kwenda ng'ambo. Unaonyeshwa katika ulimwengu wa roho kwamba unatakiwa utoke mahali uende mahali. Kwa hiyo kuna mambo mazuri inawezekana mbele yako yapo, lakini hapa katikati kuna dhoruba ambazo unatakiwa uzivuke. Maana yake ukiona kama unaotaka ndoto za namna hiyo, jitahidi kuwa muombaji. Omba sana unapoona ndoto ya namna hiyo, maana yake kuna mahali unatakiwa kwenda ila bado hujavuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, niseme tu kwamba kwenye eneo la ndoto leo nimepokea message nyingi sana, watu wakijaribu kuelezea ni namna gani umejifunza, na ninaamini kwamba watu wengi hata sasa wanasubiri ili tuanze kuomba. Kwa leo nisizungumze sana, lakini na kesho fuatilia, tutakuwepo kwenye ibada ya Sunday, tutakuwepo kwenye ibada, tutaendelea na somo letu hili njia za kumiliki, tutaendelea nalo. Kwa wewe mtazamaji wangu, ninakusihi tu kwamba kesho endelea kufuatilia katika ibada zetu. Tutakuwa live, bado kuna Ushindi TV tukiendelea na somo letu hili. Bado kuna njia nyingi ambazo sijazigusa kabisa, njia za kumiliki. Bado kuna njia nyingi sana sijazigusa, bado tunatembea kwenye eneo la ndoto. Utanielewa tu mtumishi wa Mungu, kwa sababu nakumbuka wakati ananipa hili somo aliniambia ya kwamba kuna watu wangu nataka kuwatoa. Nilizungumza nikasema kwamba ndoto za nafsi kama hautaweza kuzishughulikia, kuna uwezekano kwamba usiione mbingu. Kwa mfano, mtu unayeota kila wakati unafanya uzinzi, kikawaida ni kwamba shetani anapanda pando
la uasherati na uzinzi, siku moja mwili utakushinda. Na katika ulimwengu wa roho, nafsi yako kama imekamatwa inafanya uzinzi, maana yake wewe naye kuna dalili zote za tabia za uzinzi. Maana yake katika ulimwengu wa roho kuna uwezekano kwamba una majini mahaba, nafsi yako inamilikiwa na majini mahaba. Kwa hiyo ni lazima tutakutana na mambo mengi yenye kukutoa katika uwepo wa Mungu. Na mara nyingi sana mtu nafsi yake iliyokamatwa anakuaga na moyo mgumu, anakosa bubujiko la ndani. Watu wengi hawana bubujiko la ndani na hawana ule upendo wa ndani, yani kumpenda Kristo kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nilizungumza njia za kuitoa nafsi. Naomba tusikilizane kabisa vizuri hapa. Njia za kuitoa nafsi yako ikiwa kifungoni. Njia ya kuitoa nafsi yako ikiwa kifungoni. Leo ninaomba tufungue Biblia. Naomba tufungue Biblia Isaya. Nitagusia kidogo japo bado tunaendelea. Isaya 42 mstari wa 22. Naomba unisikilize. Biblia inasema hivi: lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Aliyeibiwa jamani hawezi akarudishwa kiurahisi na kutekwa. Mtu aliyetekwa ni lazima awepo mtu mwenye kumkomboa. Wewe kama umetekwa, nafikiri hivi, nikuulize swali, umefungwa kamba, minyororo, ni rahisi kutoka? Na ndio maana Petro alipokuwa amefungwa minyororo na mikatale, ilibidi aingilie kati Mungu mwenyewe kumtoa gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Anasema wametekwa, wote wamenaswa katika mashimo. Mtu aliyeko kwenye shimo sio rahisi kujitoa. Wamefichwa katika magereza, mtu aliyefichwa. Na ndio maana nilizungumza jana, nilielezea aina za ndoto nyingi kwa mtu aliyefichwa. Unanielewa? Wamekuwa mawindo. Umenielewa? Sasa mtu ambaye tayari umefungwa gerezani, wenye mamlaka ni wale waliokuweka gerezani uko shimoni. Mwenye mamlaka ni yule ambaye amekuweka shimoni. Unajua Biblia wakati mwingine naposema kila achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe. Unajua Biblia tunapoisoma unaweza ukawa unaona kwamba ni mambo ya kawaida. Yaani kama Biblia imesema kwamba kuna mashimo ya umechimbiwa ya unaweza ukachimbiwa na ukanaswa, maana yake hicho kitu kipo. Unaweza ukawa unajidanganya kumbe uko kwenye shimo la mtu umeshanaswa. Nilizungumza jana nikasema kuna uwezekano kwamba umekamatwa labda uchumi wako. Sasa Biblia inaposema kwamba wamekuwa mawindo, maana yake wanakufanyia chochote wanachotaka. Haleluya. Wala hapana aokoae. Wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi nikasema kwamba wakati ananipa Bwana wakati ananipa huu ufunuo na njia zake za kumiliki, alinieleza kwa upana kabisa. Akanipa mfano wa Ibrahimu. Akaniambia Ibrahimu, unapojifundisha kwa habari ya Ibrahimu, njia alizokuwa anazitumia, kwanza alikuwa anaamini. Kwa hiyo mtu anayeamini maana yake anakuwa ni mtu wa Bwana. Na ndio maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Maana yake unatoka katika asili, unatoka katika maisha uliyokuwa unayaishi, unaanza kumilikiwa, unajitoa wewe na vyote ulivyo navyo. Na ndio maana Mungu alipokuwa anafanya agano na Ibrahimu, kila alipokuwa anafanya agano alikuwa anasema nitakuwa Mungu kwako wewe na kwa uzao wako. Maana yake alikuwa haishii kwa Ibrahimu tu, alikuwa anaishia mpaka kwa uzao wake, kwa mali zake na vitu vingine vyote. Sasa Bwana wakati ananifundisha hiki kitu akaniambia watu wengi wananiabudu kama Mungu. Mungu yani wananiwekea mipaka. Mtu mwingine anamwamini Mungu, yani anamwamini kwenye eneo la wokovu tu, kwenye biashara yake hamwamini. Lakini ni rahisi kumuomba Mungu kwamba Mungu nataka uitawale, lakini kanuni za kuikabidhi ile biashara yako Mungu aitawale inakuwa ni ngumu. Ni kwa sababu gani? Mtu wa namna hiyo anakuwa bado anamilikiwa na ufalme mwingine, na ndio maana hata ndani ya moyo wake hawezi kujikabidhi mzima mzima kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nikatolea mfano nikasema kwamba Mungu wakati Ibrahimu
kupeleka moyo wake, alimsikiliza Mungu. Mungu anataka nini? Anataka atoe sadaka ya aina gani? Na anataka afanye nini? Anataka muongoze vipi? Na ndio maana hata unaposoma Biblia, Ibrahimu hakwenda popote bila kumuuliza Mungu. Na ndio maana hata wakati ule anataka kwenda Sodoma na Gomora kumsaidia ndugu yake, alimuuliza kwanza Mungu. Mungu akamruhusu, na ndio maana akaenda. Amemaliza kupigana, alitulia, akamuuliza, hizi nyara ambazo nimeziteka nazipeleka wapi? Akampa maelekezo kwamba peleka kwa mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa akaniambia njia za kutoka kwenye mtu aliyenaswa katika mashimo, ni lazima awepo mtu anayekuongoza na anayetambua. Nikatolea mfano kwenye Biblia, hiki kitabu ambacho tunatembea nacho. Yesu Kristo alionekana ni mwenye pembe 7 kama mihuri 7 ambayo ndiyo anatakiwa kuifungua. Ni lazima alikuwa na macho 7. Hayo kila jicho lilikuwa linatazama sawa na kifungo kimoja au sawa na muhuri mmoja. Hivyo nataka nikwambie kwamba sio rahisi kwenda kumtoa mtu shimoni kama hujui ni aina gani la shimo lililomnasa. Bwana Yesu asifiwe. Utajuaje kama yuko gerezani? Unaweza ukang'ang'ana mtu kumuombea atoke gerezani, kumbe yuko katika shimo. Ndio ni gereza, lakini ni gereza lenye shimo, sio gereza ambalo ni lenye kufungua na ufunguo. Biblia inasema kwamba tumepewa mamlaka ya kufungua kila kilichofungwa. Lakini je, huyu mtu yuko kwenye kifungo cha kwenye gereza ambao ndio tumepewa ufunguo, au yuko kwenye shimo? Kama yuko kwenye shimo, namtoa vipi? Maana yake ni maalum sasa kwa kutumia tena maarifa mengine na njia nyingine. Mtu aliyekamatwa, nilizungumza nikasema, sio kila mtu aliyekamatwa nafsi amekamatwa kwenye eneo la afya. Sio kila mtu aliyekamatwa kwenye eneo la nafsi yake amekamatwa kwenye eneo la uchumi. Mwingine amekamatwa kuwa na roho ngumu tu, kutokumwamini Mungu. Hata kama mtamfundisha vipi, yani yeye dhambi kwake ni kawaida, na huyo mtu tayari alikwisha kuhukumiwa mbingu, sio sehemu ya maisha yake. Mwingine amekamatwa na gereza la umaskini. Mwingine amekamatwa na gereza la kukataliwa. Hivyo kuna mambo mengi. Mwingine amekamatwa na gereza la kutokuolewa. Siku hizi hata kuolewa na kwenyewe limekuwa ni gereza kwa wanawake wengi sana, na wala sio sura wala sio nini, hapana. Inategemea tu kwamba wewe umekamatwa na ufalme gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, naomba tuingie kwenye maombi, kwa sababu hili somo linaendelea na kesho tukutane. Kwa hiyo nifuatishe maneno haya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nifuatishe maneno haya. Naomba tu mtumishi wa Mungu uwe tayari sasa, na ninachotamani kukuomba kwamba hebu kuwa tayari. Unapoomba, omba kwa kumaanisha. Usinifuatishe tu kwa sababu unanifuatisha. Hebu omba kwa kumaanisha. Omba kwa kumaanisha. Roho wa Mungu yuko hapo kukusaidia kabisa. Ninaamini hicho. Yesu Kristo yuko hapo kwa ajili ya kukusaidia. Chochote utakachokitamka Mungu atakithibitisha na atakigonga muhuri. Kwa sababu sikiliza, Biblia inasema Bwana analituma neno lake kutuponya, kututoa katika maangamizo yote. Ni yeye ndo amenituma nisimame mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza hivi vitu. Maana yake kuna watu ambao wameona utaguswa na hiki na lazima utatoka katika eneo ambalo ulikuwa umefungwa. Sasa ni wakati wako, ni wewe mwenyewe kubali. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na neema yako. Nakuja kwako kama nilivyo. Naomba damu yako ya thamani initakase, iniondolee hukumu kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme wa wafalme, neno lako linasema watu hawa ni watu walioibiwa, wamenaswa katika mashimo, wamekamatwa katika magereza na wamekuwa mawindo. Ninakuja mbele zako, ninaamini ya kwamba ni wakati wangu wa kunitoa. Bwana, ni wakati wangu wa kutoa watoto wangu, ni wakati wangu wa kutoa ndoa yangu, ni wakati wangu wa kutoa wokovu wangu halisi, ili niwe mtakatifu. Bwana, utakaporudi niweze kukuona, kwa sababu nimesikia mtu kama nimekamatwa nafsi naweza nisirithi mbingu. Siku ya leo ninakuja kwako kama nilivyo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rehema na huruma zako Bwana zinifuate. Naomba leo damu yako ya thamani nene
inene mema, iniondolee hukumu, inifutie mashtaka ya kila namna. Natubia kila udhaifu nilionao ambao umekuwa mlango wa shetani kupitisha mashambulizi yake. Nimekamatwa katika nchi, nimekamatwa katika anga, nimekamatwa katika pande nne zote, nimekamatwa katika minara au miti mikubwa. Baba, ninatubu na kuomba rehema siku ya leo. Kila sababu na kila mlango ambao ulikuwa wazi ili kuruhusu mashambulizi kwenye maisha yangu, damu yako ya samani inene mema. Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo, leo Baba, ninakwenda katika ulimwengu wa roho. Ninatubu na kuomba rehema juu ya kila sadaka zilizotolewa kwa ajili yangu, walizotoa wachawi, walizotoa washirikina, walichotoa waganguzi, walichotoa waganga. Natubu na kuomba rehema zako. Damu yako ninaiita ili iweze kuniondolea hizi hukumu ambazo nimeshtakiwa. Kwa jina la Yesu Kristo, ninatubia na kuomba rehema. Kila sadaka zilizotolewa kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, kupitia jina ninalotumia, Baba, ninatubu na kuomba rehema. Laana za kila namna ambazo zimesimama kwenye maisha yangu, zikiniendesha, zikinitesa, leo ninatubia. Huruma na rehema zako Jehova zinifuate siku ya leo. Ninaamini ya kwamba Bwana umesema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mkajifunze kwangu. Ni kweli kabisa, zipo nira ambazo nilikuwa nimetiwa kwayo kupitia roho za familia na mfumo wa familia ya kwetu. Baba, tazama, nilikuwa nimefungamanishwa na wachawi, nimefungamanishwa na waganga, nimefungamanishwa na sadaka za wanadamu, nimefungamanishwa na damu za kondoo au ng'ombe za wanyama wanaotambana walukao. Baba, leo, siku ya leo, ninatubu. Maana yake ninahitaji nitolewe leo kwenye hiyo nira ambayo nimekamatwa nayo. Na ndio maana wakianza kufanya uganga wananishirikisha, wakianza kufanya uchawi wananishirikisha, wakianza kufanya matambiko wananishirikisha, kwa sababu mimi niliunganishwa nao, nilijifunga nira yao. Lakini leo ninatubu. Maana yake Bwana, ninahitaji msaada kutoka kwako ili unifuate, uniongoze tena, nifungwe nira ya kwako ambao ni nyepesi, nami nikae chini ya uwepo wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mfalme wa wafalme, siku ya leo ninasogea kwenye msalaba wako. Neno lako linasema ya kwamba nitakapoinuliwa juu nitawavuta watu wote kuja kwangu. Yesu Kristo uliyasema hayo maneno, na ulipokwisha kuinuliwa ulinivuta na mimi na ukoo wangu na familia yangu. Damu yako sasa iliyotoka pale msalabani kwenye ubavu wako, ishara ya kuyazaa mataifa. Baba, ninakuja kwako. Ndio maana ulisema kwenye neno lako ya kwamba mtu akiamini atazaliwa mara ya pili na kubatizwa kwa moto. Na mimi leo ninakuja, nataka kubatizwa kwa roho na kwa moto. Bwana, moto maana yake ipite damu yako, iteketeze maagano ya kila namna ndani yangu, iondoe kila namna ya hukumu, iondoe ya kila namna ya nira, iondoe kila namna ya moyo wa mawe ndani yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninaiita leo damu yako, kwa sababu nilivutwa kwako, nami ninaamini katika neema yako siku ya leo. Ninatangaza kutoka kwa jina la Yesu Kristo. Jehova, ninakuja mbele zako sasa kwa damu ya mwana kondoo. Mfalme wa wafalme, nisikilize, nilikwambia usiombe bila sadaka. Kwa jina la Yesu Kristo, Baba, mkononi mwangu ninashika sadaka kwa jina la Yesu. Nataka kuvunja hiyo nira niliyounganishwa nayo kwenye familia yangu, niliyounganishwa nayo nafsi za wachawi, niliyounganishwa nayo na waganga wa kienyeji, niliunganishwa na kuzimu, niliunganishwa na maagano ya kijiji, maagano ya nchi, maagano ya jamaa, maagano ya ukoo, maagano ya familia yetu. Baba, leo hii sadaka ikaambatane na sadaka yako, damu ya Yesu Kristo iliyotoka pale msalabani iungane na sadaka yangu. Ishara ya kwamba nafsi yangu ninaitoa kwenye nira za kila namna, kwenye makaburi, kwa wachawi, kwenye tumbo la mwanamke mchawi, kwenye vitanda, kwenye mapagale, kwenye njia
njia panda, kijijini, polini, kwenye miti mikubwa, njia panda, kwenye mito, baharini, Bwana, kwenye milima mirefu. Leo ishara hii ya sadaka hii, Bwana wa mabwana, ikavunje hiyo nila kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninasimama kupitia hii sadaka na kuja kwako kwa damu ya mwanakondoo. Nataka sasa kufanywa kuwa wako kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninajiambatanisha na damu yako ya thamani. Hivyo ninatangaza mahali popote nafsi yangu ulipokamatwa, njoo kwa jina la Yesu Kristo. Nafsi yangu mahali popote ulipokamatwa, njoo kwa damu ya Yesu Kristo. Nafsi yangu mahali popote ulipokamatwa, njoo kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu mahali popote ulipokamatwa, njoo kwa jina la Yesu. Nafsi yangu mahali popote ulipokamatwa, njoo kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu mahali popote ulipokamatwa, njoo kwa jina la Yesu Kristo. Hii sadaka imewakilisha nafsi yangu. Hivyo leo hii sadaka nilionayo ndio ninaitupa kwenye shimo ikafanyike kuwa ngazi. Leo anza kusema ninapanda kutoka kwenye shimo la aina yoyote. Panda kutoka kwenye milima, panda kutoka kwenye mito, panda kutoka kwenye makaburi, panda kutoka kwenye kijiji ulikozaliwa, panda kutoka kwenye mapagale, toka kwenye makao ya kwanza. Anza kusema ninapanda ngazi. Ni damu ya Yesu nimeikubali kupitia sadaka hii nilionayo kwa jina la Yesu. Ninapanda ngazi. Ngazi hizo ninazipanda sasa. Ninapanda kutoka kwenye shimo, ninapanda shimo la umaskini, ninapanda kutoka shimo la magonjwa, ninapanda kutoka kwenye shimo la kukataliwa, ninapanda kutoka katika shimo la mahangaiko, kukosa amani kwa jina la Yesu. Leo ninapanda kwa jina la Yesu Kristo. Ninapanda kutoka kwenye shimo la kukosa utakatifu, la kushindwa dhambi. Leo ninapanda kwa jina la Yesu Kristo. Ndipo sasa neno lako linasema ya kwamba wewe Bwana, neno lako ni nyundo inapasua vipande. Leo ninaituma damu ya Yesu kwenye hilo gereza kwa jina la Yesu Kristo. Ashuke malaika anitoe gerezani. Mapingu yanakatika, milango inavunjika. Tetemeko lile lilotokea pale kaburini kwa Yesu, jiwe likakaa pembeni. Leo kila kaburi lililonishikilia ninatoka kwa jina la Yesu Kristo. Makaburi ya kila namna, ninatoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natangaza kutoka kwenye makaburi, natoka kwenye makazi ya kwanza, natoka kwenye ufalme wa giza, natoka iwe kuzimu, natoka kwenye ardhi, natoka kwenye maji mengi, natoka kwa jina la Yesu. Njia panda, natoka polini, natoka kukosa mwelekeo, natoka. Anza kutangaza unatoka. Tangaza unatoka mahali popote. Wewe tena ndio unakumbuka kabisa ya kwamba unaotaka ndoto za namna gani. Anza kusema ninatoka. Nilielezea jana kila ndoto na maana yake, nilielezea. Wewe ndio unajua. Hebu anza kusema ninatoka kwenye umaskini. Tayari umegundua umaskini umekukalia. Sema natoka kwenye kukataliwa, natoka kwenye magonjwa. Kataa kufa kabla ya wakati. Kataa adui aliyokupandia ajali. Kataa adui aliyokupandia sumu kwenye mwili wako. Sema ninatoka kwenye sumu ya nyoka, natoka kwenye ugonjwa wa kisukari, natoka kwenye pressure, natoka kwenye kansa, natoka dalili zote kwa jina la Yesu. Nakataa kufa kabla ya wakati. Kila mauti iliyonivaa leo naoga damu ya Yesu. Natoka nikiwa nimefunguliwa. Sema natoka. Sema natoka kwa jina la Yesu. Sema tu natoka. Achilia damu ya Yesu. Wewe toka kama ulivyo. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Panda sasa. Toka kwenye makaburi ya babu zako. Toka ulioungamanishwa nafsi yako na mababu wa zamani. Toka kwenye roho ya uasherati na uzinzi. Toka kwenye jini mahaba. Hebu sema leo kwenye nafsi yangu ninajibabadua. Nafsi yangu naibabadua kutoka
kutoka roho ya aina yoyote iliyovalishwa. Ulivalishwa mauti, ikuachie. Ulivalishwa mauti, ikuachie. Ulivalishwa giza nene, likuachie kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninatangaza kila mahangaiko. Hebu sema, kila mahangaiko kwenye maisha yangu niachie. Kila mahangaiko 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 niachie kwa damu ya mwana kondoo. Anza kutangaza ushindi. Anza kutangaza ushindi. Anza kutangaza ushindi. Anza kutangaza ushindi. Visemeshe viumbe vyote sasa vikutambue. Pesa ikutambue. Mbingu zikutambue. Malaika kuanzia leo wakutambue, kwa kuwa Biblia inasema malaika ni viumbe watumishi watumikao wakiwatumikia wale watakaourithi wokovu. Hebu anza kusema leo ya kwamba mimi ni mtumishi wa Bwana, nimerithi wokovu kutoka kwa Yesu Kristo, hivyo ni haki yangu kuhudumiwa na mbingu. Anza kujitamkia, pokea uwezo wa kimungu, pokea, na kuanzia leo umeponywa. Wewe uliyekuwa unasikia maumivu, kuna mtu alikuwa anasikia maumivu, kwenye chembe ya moyo. Hebu pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa damu ya mwanakondoo. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru Jehova Shama, kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na ni Mungu mwenye neema, na mamlaka yako juu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa sikiliza, hebu shika kwenye kichwa chako, shika kichwa chako tu. Nataka kukutamkia, nataka kukutabiria kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuanzia sasa upokee milango yako kufunguliwa. Kuanzia sasa upokee kuwa mzima. Kuanzia sasa upokee kibali. Kuanzia sasa malango yako ya baraka yatakuwa wazi daima. Lakini zaidi ya yote usiikose mbingu kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu haya yote tunayafanya duniani mara 100 na kisha uzima wa milele kwa jina la Yesu Kristo. Yoyote unayenisikiliza, njia za kuzimu zimeanguka. Kwa yeyote unayeniona, kwa jina la Yesu Kristo, njia za kuzimu zimeanguka. Ufalme wa giza umeanguka, na utukufu wa Bwana unaanza kuishi ndani yako. Pokea roho ya kumjua Mungu, roho ya mafunuo, roho ya kumtambua Bwana anataka nini kwenye maisha yako kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Dunia haina nafasi kwako, wewe na watoto wako. Ninaachilia agano la damu ya Yesu. Agano la damu ya Yesu lipokee. Pokea agano la damu ya Yesu, ya kwamba dunia iliokolewa kupitia yeye. Pokea agano la damu ya Yesu. Pokea agano la msalaba kwa jina la Yesu. Na tena nguvu ya kushinda iwe juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, ninaita ulinzi wako na neema yako, watumishi wako iwafunike kwa damu ya mwanakondoo. Tufunike sisi sote, hatimaye tukutane tena kesho kwenye ibada kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya Mungu akubariki sana. Lakini nipende kukukumbusha tu kwamba kwa wewe mwenye nia ya kutaka kutoa sadaka yako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nilizungumza nikasema, kwa mfano Biblia inasema ibada iliyo njema ni kuwaona wahitaji, ni kuwasaidia maskini. Ndio Biblia inavyosema. Yesu Kristo alisema, nilipokuwa katika shida ulinihudumia. Kwa mfano nimesema kwamba kule Mahenge tuna kazi ambayo mimi nilipata msukumo ndani yangu, na ninaamini ni msukumo wa Mungu. Hivyo wapo watu wa Mungu ambao pia wamepata huu msukumo, ya kwamba watumishi wa Mungu tunahitaji kuweka nguvu kazi pale kwa mtumishi wa Mungu kule Mahenge. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuna watoto yatima, tuna watoto ambao hawajiwezi kwenda shule bila kuwahudumia. Wapo watoto wengi tu, sio mmoja. Ni kuombe tu mtumishi wa Mungu, kwa wewe unayesikia kutoa sadaka, hebu toa kwa ajili ya eneo hilo. Kwa sababu nisikilize, nizungumza nikasema kwamba Biblia inasema ukimpa nabii anga kikombe cha maji, yani kikombe cha maji tu, utapata thawabu. Kwa mfano mimi kiu yangu natamani kwamba injili ni pamoja na kuwasaidia watu. Hiyo ni injili kamili kabisa. Na mimi kiu yangu sio kwamba mimi ni mtoshelevu, nina majumba, nina magari.